Nashukuru waandishi wa habari wote walipata fursa ya kuwasilisha hoja, maoni na maswali yao kwangu. Yote ni maswali ya msingi katika kuijenga Dodoma yetu. Na niwaombe tu kwamba nitajibu kwa sababu mengi yamekuwa yakisisitiza jambo moja, lakini wakati mwingine linarudiwa lakini katika picha tofauti, lakini jibu ni lile lile. Na pale ambapo nitakuwa nimesahau basi mtanikumbusha tena, kwa sababu nilikuwa na note down hapa kila swali, na hoja mingine ni mapendekezo au ushauri. Naomba nianze na hoja ile ya Ipala, kwa maana ya msitu au mali ya wananchi. Kimsingi lile eneo la Ipala lilisanifiwa kwa mujibu wa mpango kabambe wa mwaka 1976 ambao uliainisha eneo la msitu wa hifadhi almaarufu msitu wa Hado, ambao ukiangalia ibadilika tu kidogo hapa. Ukivuka hii barabara unapokwenda njia ya Dar es Salaam kwenda chuo cha Dodoma, kwenye ile lami mpya njia 4 inayokwenda University Dodoma, upande wa kulia utaona kuna eneo linaendelea mpaka hapa. Hii ndio walibadilisha wakasema ukanda wa kijani. Lakini ukienda upande wa kulia ule wote ni msitu wa Hado unaokwenda mpaka Ipala, na uliwekwa katika master plan ya mwaka 76. Kichokuja kutokea miaka inavyokwenda, wananchi wachache, mtu anaingia kidogo anacheka, anasema anaweka shamba. Kwa mfano nianze na hiyo eneo ya Ipala. Ipala pale ni kweli ulichosema dadangu, ambayo naona sasa, naomba unisikilize kidogo, naona na chati. Ni swali lake lile. Mama, swali lako najibu. Ile wa Ipala ni huyu. Ayup wa Ipala. Huyu wa ukanda wa kijani wa Ipala ni ile? Basi nimewachanganya. Basi nyinyi wote mnaungana kwenye jibu hili. Sasa Ipala, naanza kule Ipala. Mama, pale Ipala historia uliopewa ni sawa sawa, lakini na kile kitongoji ni kweli kuna wakati ule, lakini tuna swali kubwa, wananchi wale hawakuwa idadi hiyo unayoona leo. Kulikuwa na wananchi wachache ambao walikuwa wakiishi maeneo hayo. Na ukitazama kwenye ardhi, unajua ardhi haiongezeki na ardhi haidanganyi. Ukiniambia lilikuwa shamba, mimi hata nikija leo nitajua hili shamba. Lakini ukisema shamba, nenda kaangalia unaona msitu poli. Yule mwananchi alikuwa analimaje? Kwa hiyo unaona kuna udanganyifu wazi kabisa, kwa sababu shamba si linaonekana jamani. Kwa sababu kuna mitunduru ile ya asili utaiona. Ukiona miti ya asili pale, maana yake sio shamba. Huyu mtu anadanganya. Kwa kweli, kwa hiyo tunataka kusema nini? Swala la lini tunakwenda kuwapa majibu ya wananchi, tumeshaanza kulifanyia kazi na tutaona namna ya kulitatua, kwa sababu lazima tushirikishe pia na mamlaka nyingine. Kwa mfano Wizara ya Ardhi, kutafasiri ule msitu ni lazima tushirikishe na wenzetu wa misitu, ambao tutaona namna gani tunaweka hakiki msingi ule msitu unaendelea. Ndio isipokuwa changamoto, kuna baadhi yao kama unavyosema hawakuondolewa, ambao si kwa idadi hii ya leo. Na tulisema kwa mujibu wa sheria, ukisoma sheria hii ya mipango miji sura namba 8 ya mwaka 2007, eneo lolote la mjini, yaani kwenye mamlaka ya miji, mamlaka ya ardhi iko kwa mamlaka ya upangaji, ambayo aliyokasimiwa mkurugenzi wa halmashauri husika, kwa maana iwe jiji, manispaa au mji, lakini pale ana afisa ardhi mteule ambaye anafanya kazi kwa niaba ya kamishna wa ardhi ngazi ya wizara. Kwa hiyo uuzaji unaoendelea uko holela, tunasema uuzaji holela. Yaani linafanyika tukasa tumezoea, lakini sio taratibu za kisheria. Na ndio maana ukienda kanunua eneo la msitu, si tukija tunasema ni msitu. Utuambie tumenunua, tunaambia tunaomba hati yako. Tunaomba hati ya umiliki eneo hilo. Kwa hiyo utapoteza haki yako. Kwa hiyo ndio maana kama nikisisitiza kila wakati kwa vyombo vya habari kwamba tuwape elimu wananchi wasiuziane holela. Ardhi ambayo haijapimwa hairuhusiwi kuuzwa ndani ya mjini, ndani ya jiji. Ukiona sehemu inaitwa mtaa, of course by then kulikuwa na vijiji. Kusoma sheria ya ardhi namba 5 hii ya ardhi ya vijiji, unaona kabisa mamlaka ya ardhi iko kwa wananchi, wana kijiji husika. Na mamlaka kuu pale ni mkutano wa mkuu wa nini? Wa kijiji. Wao ndio wanaamua namna gani wapange ardhi yao katika matumizi mbalimbali, juu ya mwenyekiti wao wa kijiji. Lakini kuna kamati ndogo ya ardhi ambayo naye pia ndio inawajibika kugawa ardhi. Kwa hiyo ikishakufika kwa level ya mtaa, maana tena ardhi hiyo sio ya kijiji. Kwa hiyo leo hii tukienda kule tutaona namna, kwa sababu serikali ya wananchi, ila tusiendelee kununua ardhi holela. Sasa hivi bahati nzuri ardhi yote kwa mujibu wa sheria ya ardhi namba 4, lakini pia na sheria ya mipango miji namba 7
ya namba 8 ya mwaka 2007. Na mimi nilikuwa nikitoa elimu mara kwa mara. Kwa hiyo hatuwezi kuruhusu misitu ya hifadhi ya serikali ivamiwe, kwa sababu misitu ni uhai. Sisi wote tunategemea misitu kupata mvua na lazima tupande miti, na leo tumetoka kwenye zoezi la kupanda miti. Kwa hiyo misitu sehemu nyingine ni ya sisi wenyewe wananchi. Kwa hiyo swali lako ni kwamba kama ni msitu basi tuambie wananchi wasiuziane. Lakini kama ni wananchi wameruhusiwa basi tuambie. Tumeshaanza kulifanyia kazi na tutatoa taarifa hiyo mara moja tutakapokamilisha zoezi letu. Kwa wananchi tutatisha mkutano pale wa mtaa ule husika na tukawaeleza wananchi. Ila kwa sasa naendelea kutoa elimu kupitia vyombo vya habari kwamba wananchi wasiuziane ovyo. Ukanda wa kijani vile vile. Ukanda wa kijani pia ni eneo, kwanza unaita jina kabisa ukanda wa kijani. Kwa hiyo neno lenyewe linakushtaki. Yaani neno lenyewe linapoteza hoja ya umiliki wa mtu. Ukisema ukanda wa kijani maana ni green belt. Na pale wenzetu waliandaa kaeneo kwa ajili ya kuweka animal zoo, CDA. Na mtakumbuka na eneo lile limeelezwa vizuri sana kwa viongozi mbalimbali wakuu. Nilikuwa nimeuliza swali kimoja pale Nzuguni, nikasema hivi jamani, miaka ya 61 tunapata uhuru, Dodoma idadi ya watu ilikuwa izidi 40,000. Dar es Salaam ilikuwa izidi 400,000. Sasa je, hivi ukanda wa kijani ule leo ulikuwa wakati huo na watu 590? Yaani mashamba yao yalikuwa yanagawanaje? Mita 200. Lakini idadi ya watu nilionao mimi ofisini kwangu walikuwa 558. Sasa hivi wamefika 590. Unaona inavyoleta shida dadangu. Sasa huyu mwananchi unasema na eka 3, hizo eka 3 ziko wapi? Hao 590 nikawaweka pale unapata eka 3. Na ile eneo lina hekta kama 100, ilikuwa na hekta kama 900 hivi. Kwa sababu zile 580 ndio zilitwaliwa na CD wakati ule wakaweka ule mradi wa Njedengo Investment Area. Nyingine ndio likabaki likafanywa matumizi mbalimbali. Kwa hiyo wale wananchi ambao tuliwaambia wahakikiwe hawakukiwa kwa maana ya mashamba, tulikuwa tunataka kujua idadi ya watu. Pale hakuna mashamba mama. Hata leo tukitoka mimi na wewe twende kaangalie pale. Kama wako na lima manake hata kule Morogoro kwetu ule mlima wa Uduzungwa. Babu zangu na bibi zangu kule wanavamia ule mlima wa serikali. Wanakwenda wanalima mle. Kwa kujiiba. Kwa hiyo wakilima miaka 2-3 maana ni mali yao. Hapana. Msitu wa serikali bado ni mali ya serikali. Kwa hiyo kilichofanywa na jiji la Dodoma ni hisani. Hakuna msingi wa haki, hakuna hoja ya haki kwenye eneo lile. Hoja ya pale ni namna gani serikali, kwa sababu serikali siku zote tunahubiri kwamba tunataka kuwasaidia wananchi wafike kiwango cha kati cha maisha bora. Kwa hiyo kinachofanywa sasa baada ya kuona kuna malalamiko ya wananchi hao, basi tuwasaidie. Na ndio maana ofisi yangu ikasema sawa, kwa kuwa wananchi hao wameleta malalamiko yao, wako 500, walikuwa 58, sasa wamekwenda mpaka 90. Awamu ya kwanza nikatafuta maeneo ya kuwasaidia hivyo viwanja bure au mbadala tunasema. Nikagundua eneo lile la pale nyumba 300 juu panaitwa Mwangaza Eneo la Mwangaza kuna maeneo CDA ilipima ikagawa ikaacha block fulani hivi. Nikalipima lile eneo nikapata viwanja 568. 268. Katika 268 nikachukua kundi moja nikawapa vile viwanja pale. Kwa hiyo katika 558 wakaongeza hata 590 sasa hivi. Orodha nionayo sasa hivi ni 590. Kichukua kinafanyika pale. Mimi nasema hii shamba ile eka 3 zote za kwangu njoo nakuuzia. Wewe nakuuzia. Kwa hiyo mmegeana kwa staili hiyo hiyo ya huolela. Hata kama kweli kulikuwa na watu pale miaka 1960 kama population ya Dodoma ilikuwa 40, walikuwa wanazidi watu 5. Sasa 590 je, kweli kuna hoja hapa mnaiona? Kwa hiyo tunachofanya serikali ni hisani kwa wananchi wetu. Sasa nikasema kundi la kwanza 268 nimewapa Mwangaza. Kundi la pili natafuta tena eneo, kwa mfano sasa hivi nishapata viwanja 93. 93 Kikombo. Sasa tena natafuta vingine vilivyobaki. Hawa takriban 200 kama na 50 na hawa pia nawatafutia eneo lingine ni wapi. Kwa hiyo hoja ya kupimiwa pale. Kwanza eneo lile limeshapimwa kwa kiwango kikubwa. Kuna maeneo pale yalitengwa kwa ajili, ukienda pale juu wametenga hoteli CDA. Kwa sababu yalipimwa wale watu wa CDA sana. Ukipandisha mlima hivi unakwenda chuo cha Dodoma pale walitenga CDA maeneo ya hoteli. Mtaona wengine wameanza kusafisha maeneo yao. Ukishuka chini wametenga maeneo yao, wakatenga eneo la stendi, soko na mambo matumizi mengine na eneo la field force FFU pale juu. Ukitazama lile eneo pale na limeachwa eneo kama kuna eneo pia limeacha kwa ajili ya
recreational park ndani mle. Kwa hiyo pale hakuna tena upimaji utakaofanywa pale. Kwa hiyo tunachokifanya serikali ni kuwasaidia. Na huko Kikombo tutakaopeleka, hatuende kunyang'anya ardhi ya mwananchi, tunalipa fidia. Tunalipa fidia mama. Kwa mfano, mwezi mmoja uliopita nimelipa Kikombo fidia ya bilioni 4.2. Ndio kwa sasa hivi tunagawa viwanja Kikombo. Hata vitu wauzia waandishi wa habari. Pale hakuna malalamiko ya wananchi. Na ukifuatilia upimaji wote wa jiji, hakuna malalamiko ya wananchi. Tuliofanya sisi mpya. Kwa sababu kwanza kama eneo linastahili fidia kwa mwananchi tunalipa fidia. Kikombo tumelipa bilioni 4.2, hapa Mtumba tumelipa bilioni 7.2. Kwa hiyo nikutoe tu hofu mama na wananchi wengine pia wa Dodoma wanaohusiana na ukanda wa kijani. Maeneo tunaowapeleka ni maeneo salama. Hatunyang'anyi ardhi ya watu. Maeneo ambayo tumeshafidia na wale wananchi wanapata haki zao. Kwa hiyo ukienda kule Kikombo kama Mtanzania mwingine, eneo lile limepimwa lakini limelipwa fidia. Halina tatizo, hatujatoa ardhi ya mwananchi Dodoma bila fidia. Labda iwe ni eneo la serikali kwa muda mrefu. Hiyo ndio trend tunaifanya jiji la Dodoma mama. Kwa hiyo nimebakiwa na deni la wananchi takribani almost 300 ukiongeza na 300 kama na kitu, kwa sababu nilikuwa nimesiduka juzi. Mimi nilikuwa najua 558. Juzi nimetoa tena orodha ya watu 590. Sema sasa tunafanyaje? Hebu tu, lakini tunaenda hivi mama. Kwa hiyo hata wewe kama ni sehemu ya mdau pale, basi jiandae kisaikolojia kupata kiwanja. Eneo ambalo sisi tunaona litafaa kwa maana ya kuwapa wananchi. Lakini pale hamna upimaji. Na kama unakumbuka, naambiwa walikuwa wanapiga lenji pale polisi na nini, kama unakumbuka, na ilielezwa vizuri sana pale. Lakini bado tunaona namna ya kuwasaidia wananchi. Eneo lingine ni eneo la ila viwanja hili inabidi niseme mwishoni. Hili nitasema wakati tunaenda kumaliza. Na wale ambao hawajapata na muda ila kwetu ambao nadhani ili nataka nikiseme mwishoni, haya ni aseme. Sekta ya miundombinu. Lipo maeneo mengi. Mzee wangu Maalim ametueleza, ni kweli ukiangalia barabara ya Dar es Salaam Road kuja mjini iko congested. Kuna traffic jam nyakati fulani hasa za jioni na asubuhi. Uzuri barabara ile iko chini ya TANROADS. Na niliwahi pata fursa ya kuzungumza na meneja wa TANROADS mkoa. Tukawa tunajadiliana na mimi naliona hilo kwamba ni changamoto kwetu. Na kwa bahati mbaya jiji la Dodoma ndio custodian wa huduma zote. Kuna TARURA, kuna TANROADS, kuna DUWASA. Hawa tunasema wajenzi au ni watu ambao wana taasisi zinazokuwa na jukumu la kujenga miundombinu hiyo. Lakini leo hii mwananchi atakapouliza swala la barabara anamwangalia mkurugenzi. Swala la maji anamwangalia mkurugenzi. Kwa nini anamwangalia mkurugenzi? Kwa sababu mkurugenzi ndio mwenye watu. Watu wa mkurugenzi wanapatikana wapi? Kuna madiwani. Madiwani ni nani? Ni wananchi wale kule. Na ndio maana ya halmashauri. Hiyo ndio maana ya council. Council maana yake watu. Halmashauri ni watu. Na ndio maana leo hiyo katika huyu anajiuliza hata usiku wa manane kuna siku nipigiwa simu saa 7 usiku mtu anauliza swali la umeme umekatika. Sasa nasema jamani mimi TANESCO si wapo, lakini nikasema sasa nitafanyaje? Kwa nini wananchi huyu halmashauri ni watu? Ukizungumzia jiji ni wananchi. Hakuna lolote, na ndio maana hata idadi kubwa ya wananchi, hata maswali mnaoniuliza yanakuja kwangu yanayohusu maisha ya wananchi. Kwa hiyo barabara hii ndugu yangu Maalim ni kweli tukipata ile barabara ile outer ring road hii inayozunguka sehemu Mheshimiwa Rais ameshatoa fedha ya kilomita 112 ambayo inajengwa na wenzetu wa TANROADS na tayari wameshatangaza zabuni. Sasa ile itatusaidia pia kufanya tupate access road ambayo inaweza kutuunganishia maeneo yetu haya mengine yote. Lakini hii pia TANROADS wana mpango wa kuifanyia usanifu na upembuzi yakinifu kwa maana ya michoro ipanuliwe. Badala kuwa na njia hizi zinazokuja sasa hizi mbili, basi tuwe na angalau tuna njia zingine 4 zinazokuja kuingia mpaka mjini. Na ndio maana kuna maeneo haya ya Rock Hotel kuja hapa mbele vilipimwa viwanja pale. Mimi sijatoa kibali mpaka leo kwa sababu na wasiwasi hata Rock mwenyewe ataondoka. Kwa sababu tukipanua barabara hii upande huu wa kulia ni sio road reserve. Road reserve mpaka kwenye jiwe. Ile iliyobaki ile ni open space. Road reserve kubwa ni upande huu wa kushoto. Kwa hiyo hii CBE yote upande wa kushoto pale Makore pale. Kama tunaongeza barabara maana yake tunagusa ile yote inakuja huko. Hatuwezi kwenda upande wa Bunge. Kwa hiyo huku ndo kuna eneo ambalo tunasema tunaweza kupanua njia 4 au ngapi kuja huko. Ndio mimi wakati mwingine nazuia wananchi. Kwa ni jambo huwezi kutatua changamoto zote kwa wakati mmoja. With time tutafanikiwa. Nyinyi ni mashahidi, Dodoma miaka 3 iliyopita ilikuwa ni vumbi. Wanasema siku zote, miaka 3 4 iliyopita Dodoma ilikuwa ni vumbi, watu wa Dodoma vumbi hakufai. Lakini leo hii vumbi tunalitafuta. Ni kazi kubwa inayofanya Mheshimiwa Rais.
Sasa tuna mtandao wa barabara za lami zaidi ya kilomita 160 kwa muda mfupi tu. Sasa hii ni kazi ambayo nadhani kwa awamu tutafika mahala miundombinu yetu itakasa. Kuna swala la barabara tumezungumzia kwa msikiti wa Mzee Makubeli, lakini nimesema kuna mtaa pale wa Kenyambo wa extension. Hilo tutaliangalia kwa sababu maeneo yale ambayo hayajafunguliwa sisi tunafungua. Tukishafungua na kufanya leveling tunawapa TARURA ili waendelee na miundombinu mingine ya barabara ya lami. Kwa hiyo nimeona ni changamoto, nimelipokea na nitalishughulikia kwa sababu tumeanza vizuri. Na nimeuliza swali lingine, maeneo yaliyopimwa na CDA yameachwa bila miundombinu. Yalipimwa na CDA, viwanja vigogo kwa wananchi hayapitiki, watu wanajenga. Mfano mzuri eneo la Makuru. Ni kweli tumeanza Nkarama, tumeshafungua barabara nyinyi mmeziona, bado madaraja tu machache pale. Sasa tutaendelea kwa awamu. Na mbona sasa hivi mpango wetu tumeona tunapata gharama kubwa sana kwenye kuweka kampuni ya kuchonga barabara. Tunafikiria tunaanza mchakato wa kupata mitambo. Yaani tukiwa na mitambo yetu kama jiji kupunguza gharama za serikali. Kwa sababu kutengeneza tu barabara ni gharama kweli. Kwa hiyo tukiwa na mitambo yetu sisi tumeshaanza mchakato wa kutaka kununua mitambo. Tukipata mitambo yetu ya jiji ile itatusaidia sasa sisi. Kwamba tutakuwa ni kazi hiyo hiyo, leo unaingiza Zuguni, unamwajiri tu operator kama ni wawili, wanafanya wakiamka asubuhi na mtambo wao ni Zuguni. Mimi ninaamini Dodoma yetu itakuwa inapitika na inafikika kwa kila mwananchi. Kwa hiyo tuvute subira, ndugu waandishi wa habari. Muda huu tutaendelea kutatua changamoto kadri vile Mungu atakavyotuwezesha, kwa sababu bado changamoto ni nyingi, lakini tunachukua hatua kwenye sekta ya miundombinu. Lakini eneo lingine naona mjauliza kwa sababu naona tunachimba barabara huko. Na mimi niseme tu, niliwahi sema ikifika Januari Dodoma hii itawaka. Nyie mmeona kazi inayofanyika huko njiani. Tumeanza kutengeneza barabara hizi na bado na tatu tumeanza kuziinua. Kwa hiyo mji wetu utawaka, na kweli giza ni changamoto kwa mji katikati hapa. Swala daladala pia. Daladala kweli kituo chetu tunachokutegemea sana kwa daladala ni hapa mjini, hapa Sabasaba. Na kuna wakati mimi mpaka leo hivi sasa hivi ndugu waandishi habari niwaambie tu, napata changamoto sana mvua zikianza kunyesha Disemba zikichanganya Januari mpaka Februari. Sasa tuombe Mungu, napambana kweli. Napata shida kuona pale nyakati zile za masika tunakanyaga maji na tope. Nyewe wenyewe mnaona, sababu sisi ni wadau pale wa usafiri. Sasa nataka nikiwezekana walau nifanye paving hapa. Ndio maana ili inatajibu pia na swali la soko la Sabasaba kwamba limeachwa kama halina mwenyewe. Sasa kwa sababu hiyo basi tunataka tuanze kuboresha kwanza kituo kile cha daladala. Ni kweli sio rafiki. Hasa ukizingatia mazingira ya jiji letu. Ni kituo mama kwa maana ya magari madogo ndani ya jiji letu. Kila mtu anapanda basi pale, daladala pale. Na tunataka tukifanya paving na zile shading kwa ajili ya kukaa wa abiria. Tukaboresha hiyo, tutaanza kuliratibu soko hilo vizuri sana. Lengo langu nitoe kwanza huduma, afu nianze kuratibu uongozi wa soko na mambo mengine. Sabasaba kuna siasa kubwa sana. Ni pagumu sana kwa maana ya politics ya pale ngumu. Sasa ile namna kuiratibu nimeona njia pekee ni kuboresha. Mimi sitaki kuzungumza na watu leo hii. Acha nipeleke huduma. Alafu haya mengine yatakuja baada ya huduma kupelekwa pale. Kwa hiyo tuanze na kuboresha ile stand kwanza ipitike. Pale stand tunataka kuwe na hii inakuja huku iingie vizuri, ikutane na paving, kuwe na sehemu za kupaki mabasi kama vitu vilivyokuwa pale kituo chetu cha zamani pale Jamatini. Ndio nataka tumeshaanza jana kwa kuzungumza na mchumi, tunataka tununue zile mashine za paving block. Tumeona kununua paving block huko mtaani ni gharama sana. Na sisi tunataka tubali matumizi ya hela ya serikali. Kwa hiyo tutumie mashine tufyatue paving block wenyewe, alafu tuanze kukiboresha kile kituo cha pale Sabasaba. Lakini sambamba na hilo tumeambiwa kuna mikokoteni pale inaingia. Hilo tutadhibiti muda mfupi tu. Nilikuja siku ile nakumbuka pale wananchi walivyosogea sana, ni hatari sana mchanganyiko wa watu namna ile. Kwa hiyo tutaboresha kama na kikubwa zaidi kama nilivyosema, masoko haya na uongozi wao wa soko. Kila soko lina uongozi wake. Ndio maana masoko mengine majengo na wapi wamesetwa kwa sababu kuna uongozi thabiti. Pale kuna changamoto ya wao wenyewe. Sasa kama viongozi hatuwezi kusema imetushinda. Lazima tuchukue hatua. Na ndio maana sasa hivi nataka tuone namna bora kwanza wapate uongozi wao pale wa kuratibu soko. Lakini pili with time jiji tumesema tunataka tuone pale namna ya kuboresha. Tutajenga soko lile upya kwa awamu. Mwisho tutamaliza. Alafu wananchi wote watapata huduma pale nzuri kabisa. Lakini kwa awamu hii ya kwanza tunaboresha kituo chetu cha mabasi yapitike kwanza.
Ili mtu anavyoshuka pale una kiatu chako kimepigwa kiwi, usikanyage tope wakati wa masimu. Hii tutaifanya ndani ya miezi 3 ijayo. Tunataka mpaka Februari, wakati mvua zinachanganya, walau pawe panaonekana angalau ifanane kidogo na stendi, angalau wananchi waweze kupata huduma nzuri. Swala hili la watu kujaza sana, makondakta ndugu yangu amezungumza kwa uchungu sana kwamba wanavizia ndio tena wanazuia gari nyingine isipakie makusudi kabisa ili ijae. Hilo ni kawaida ambalo tunaweza kudhibiti sisi wenyewe, wala halihitaji muda. Kwa hiyo tutachukua hatua. Uzuri pale kuna askari polisi, kuna trafiki, tutaongea na polisi, jeshi la polisi wapo pale, polisi tuambie kinachofanyika pale, ili wanaokuwepo pale waweze kukemea hilo jambo kwa makondakta ambao sio waaminifu, wanajaza abiria kama ulivyosema wewe ndugu yangu. Hili nitachukua hatua leo hii, nitaongea na afande RPC lakini RTO pia, ili kuona watusaidie pale kuliweka vizuri. Lakini sambamba na hilo, usafiri baadaye tunakumbuka tulikuwa tumeeleza na mpango wa Mheshimiwa Rais ni kwamba tuwe na public transport ya jiji la Dodoma ambayo itakuwa na commuter train. Kwa hiyo nyakati zijazo, miaka 3 mbele ijayo, hatakuwa tena tunasukumana kwenye madaladala. Tutakuwa sasa tunapita kwenye commuter train ndani ya jiji letu. Na tayari mkandarasi yuko site anafanya designing ya michoro na upembuzi yakinifu ya mradi. Na mwakani anamaliza. Nadhani itakuwa mwezi Mei. Alafu utekelezaji wake uanze kujenga miundombinu hiyo ya commuter train kama tulivyozungumza na Mheshimiwa Rais. Amekuwa akitaka kuona hiyo ndoto yake ya kuwa na commuter train ndani ya jiji la Dodoma kama public transport iratibiwe vizuri. Kwa hiyo tuvute muda. With time yote haya yatakwenda vizuri. Hoja nyingine ambayo nimeiona imeguswa na ndugu waandishi wa habari, mkurugenzi, bado eneo la maziko ya maziko ya viongozi. Maziko ya viongozi yaende sambamba na maziko ya kule Ihumwa. Ihumwa pale ni kweli wananchi wale wakati wa kijiji cha Ihumwa walikubaliana kutenga eneo la makaburi. Sasa kuna changamoto imetokea pale, kuna mtu ameuziwa na anasema ana ownership eneo lile. Jambo hilo limeshafika ofisini kwangu na nalifanyia kazi. Kimsingi makaburi pale yatabaki kuwa makaburi pale. Kama kuna stake yoyote ya haki ya yule mtu anayesema kwamba ameuziwa, tutaona namna ya kumfidia. Lakini kama tutaona amepata kwa udanganyifu, tutamuondoa bila fidia yote. Kwa sababu haki inatendeka tu pale binapostahili kwa kutendeka. Na tuwezi kuitia hasara serikali kwa mtu ambaye hastahili kupewa fidia. Kwa hiyo lazima wananchi, kwa sababu lilitengwa kwa matumizi ya makaburi, yatabaki vile vile. Kwa hiyo tunalifanyia kazi na mwisho wa siku nadhani utekelezaji wake utakamilika hivi karibuni. Tumeshaanza kuzungumza na uongozi wa mtaa ule. Na wananchi wameenda mbali zaidi. Kuna fedha pia nafikiri kilichofanyika kulikuwa makubaliano ya awali niona yanaendelea ambayo bado sijapewa taarifa. Nadhani nitafuatilia pia hayo tuone tafikia. Lakini kimsingi sisi lengo letu kuona wananchi wapate eneo la maziko. Kuhusu maziko ya viongozi ilikuwa eneo moja ndani ya jiji la Roma pale Ihumwa, ambapo Mheshimiwa Rais aliona ingefaa sasa eneo lile lirudishwe kwa wananchi. Na ndugu waandishi wa habari, nyinyi ni mashahidi, eneo lile lilirudishwa. Sisi jiji la Dodoma tulirudisha lile eneo na wananchi wale waliuza eneo lile. Kwa hiyo hatuna maeneo ya maziko ya viongozi ndani ya jiji letu kwa sasa. Ila tuna kila maeneo ambayo tunapima na matumizi ya maeneo ya maziko yetu. Kwa hiyo kila sehemu kwenye neighborhood, na uzuri Dodoma hii tumeipanga, tuna communities, yani kwenye master plan tumetengeneza communities na neighborhood. Community ina neighborhood 4, yani neighborhood kama mitaa na community kama kata. Kwa hiyo kila kata tunataka kuona inakuwa na huduma zote kwenye mji wetu tulivyopanga, na baadaye huko miji ikikua itakuwa ndio hizo satellite towns, miji midogo midogo ndani ya jiji la Dodoma kama miji mingine duniani. Kwa hiyo masuala pale eneo la maziko tunatumia kwa matumizi gani sasa? Lile eneo lilirudi kwa wananchi wa Ihumbu, na baada ya kurudi kwao waliona wauze, na mpaka sasa wameliuza.